Ama kwa hakika watu wema ni wale ambao wakikutana wanasalimia kwa maamkizi ya Kiislamu. Basi na mimi hapa sina budi kukusalimia kwa maamkizi ya Kiislamu, kwa sababu salamu inajenga upendo, salamu inajenga urafiki na ukaribu baina ya wale ambao wanasalimiana. Salamu ni ibada pia, hususan kwa ibada hii au kwa salamu hii ya Kiislamu. Nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa mara nyingine tena, kwa siku nyingine tena, na kukaribisha katika kipindi cha Nashidi Zetu, tukiamini kwamba Nashidi Zetu ni tunu yetu, na kipindi hiki kumbuka tu kwamba kinakujia mara moja katika wiki, lengo likiwa ni kukusogezea karibu munshiduna mbalimbali ambao wanafanya kazi kubwa ya kusogeza mbele sanaa hii ya nashid, katika lengo la kuwakumbusha ama kufikisha ujumbe kwa jamii, halikadhalika kuweza kukemea, kuamrisha na kukataza yale ambayo hayafai kufanywa na jamii na Muislamu hususan. Basi kukuletea kipindi hiki ni kwa ushirikiano wa fundi mitambo wetu hapa Sheikh Saud Hussein Luhita, lakini pia mtangazaji wako naitwa Said bin Musa, na moja kwa moja ni kuombe mambo manne kama ilivyo kawaida. Jambo la kwanza ni kusubscribe channel yetu, lakini pia jambo la pili ni kushare kwa wengine, kusambaza kwa wengine kwa ajili ya kueneza khairi hii na wengine pia wapate kunufaika na matangazo yetu hapa Istiqama Swahili TV. Hal kadhalika kama utakuwa na maoni yote, basi tuachie katika comments, lakini pia like. Utakuwa mfanya mambo manne muhimu zaidi na Allah atakulipa khairi katika hilo. Moja kwa moja sasa ni mkaribishe mgeni wetu ambaye leo hii ametembelea na tunajifaharisha sana kuwa naye katika studio zetu hapa Istiqama Swahili TV, ambaye utakuja kumjua, na kabla ya hapo utakusalimia kwa maamkizi ya Kiislamu kwa lengo la kuongeza upendo baina yetu, tukiwa ni waumini wa dini ya Kiislamu, lakini pia tukiwa ni wanajamii kwa ujumla. Nimkaribishe moja kwa moja sasa akusalimie. Baada ya hapo inshallah tutakwenda katika maongezi yetu ambayo tumeyadhamiria. Karibu sana, tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki inshallah. Naam, karibu sana mgeni wetu katika studio zetu za Istiqama Swahili TV. Asante sana. Karibu sana, jisikie upo huru na tunajifaharisha kuwa nawe katika maongezi yetu ya leo inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Shaqiq Al-Jamil, ni munshid kutoka hapa visiwani Zanzibar. Mashallah, Shaqiq Al-Jamil ni mwenyewe kabisa. Naam. Na sio kwamba mwingine photocopy. Inawezekana kaja sio mimi. Inawezekana ikawa akawepo lakini sio wewe. Naam, lakini Shaqiq Al-Jamil ni majina ambayo umekuwa ukiyatumia katika tasnia hii ya nashid. Sasa sijui kama ni jina lako rasmi ama kuna majina mengine hapa ambayo familia imekupatia baada ya kuzaliwa, labda kama yapo tungependa kuyafahamu. Naam, jina langu la kwenye vyeti ni Mbaruk Fakih Mbaruk. Jina la Shaqiq ni jina ambalo linatumiliwa miaka mingi sana udogoni kwangu, katika makuzi yangu na baadhi ya wanafamilia. Niko ni kama ni umaarufu wangu tokea hata sijaanza tasnia ya nashid. Kwa hiyo na mimi nikaona nilipoingia kwenye tasnia haina haja kubadilisha jina jipya ambalo tayari lipo jina linatambulika baadhi ya maeneo, ni kuliendeleza tu na kulibrandi katika tasnia niweze kulitumia. Na pengine kwa sababu gani familia kukupatia jina hili? Labda ulikuwa una kitu fulani cha kipekee? Ni kaka yangu mtoto wa shangazi yangu ndio alikuwa anapenda kuniita hivi Shaqiq, na wengine wakaiga. Nilipotaka kufahamu maana maki alitoa katika lugha ya Kiswahili katika lugha ya Kiarabu. Shaqiq alitoa kwenye Kiarabu, nataka kufahamu maana yake ni nini, sio unaniita tu jina kisiji nini maana yake. Nikapata maana zaidi ya 3. Kupata Shaqiq ni kijana, nikajiangalia kwa umri wangu, kweli mimi ni kijana, lakini Shaqiq ni uko imara ama madhubuti, shikamana. Lakini pia Shaqiq ni kaka mwenye mapenzi kwa ndugu zake ama kwa watu wake. Kwa hiyo nikaangalia maana zote 3 hazina kipengele cha kwamba nisilitumie hili jina. Kuna nilitumie. Kwa umeona kama limekupatia umaarufu kuanzia kwenye familia, lakini ulivyoingia katika tasnia hii ikawa ni maarufu zaidi maana yake. Ni sahihi kwa sababu kuna watu hata ile jina langu asili halijui. Naam. Lakini pia hata mimi mwenyewe kuna maeneo unaweza kunita jina langu lenyewe nikasita kidogo. Anakusudia yupi? Kumbe ni mimi. Kumbe ni Mbaruk Fakih Mbaruk. Mashallah. Hata nimekuwa naanza kulisahau kulingana na mikutano na watu mbalimbali ambao ndo latumika sana kuliko ili lenyewe, na kwa ni rahisi kuanza kulisahau. Mashallah, Shaqiq Al-Jamil ni miongoni mwa mshidina wa zamani sana kitambo. Wanasema
na mwenye historia kubwa katika visiwa vyetu vya Zanzibar ama Tanzania kwa ujumla. Lakini tukirudi katika historia kidogo, kwa sababu lengo letu ni kuweza kukutambulisha, lakini pia watu wakufahamu, lakini pia ile juhudi ambayo unafanya katika tasnia hii ya Nasheed. Tupatie historia yako kwa ufupi sana. Kwa historia yangu fupi, ndo Nasheed mimi nilikuwa tu mshabiki ama mpenzi wa Nasheed za Kiarabu, hasa za Ahmed Bakhatir. Na nilianza ushabiki wangu huu kupitia baba yangu mzazi, yani vile anaziplay pale. Alikuwa anapenda sana yeye kusikiliza, kufuatilia. Pia nikawa na mimi navutiwa kuwa nazo kusikiliza, ingawa sikuwa naelewa maana, lakini nilikuwa napenda vile wanavyozisoma ama kuzimba. Nikajaribu kuziiga kwa kuzifanya Kiswahili bila kurekodi, yani kuzitengenezea melody zile, lakini kwa mashairi Kiswahili kuimba mimi kama mimi, lakini ni kujifurahisha. Ila baadaye nikakutana na munshidi wa kwanza kwenye, nakumbuka ni mtandao wa YouTube, ni Juma Mjaka. Nikamtafuta, sikumfahamu kama ni yeye, niliona namba tu kwa kuna media fulani ndo iko hiyo namba yake. Kwa hiyo nikamtafuta, tukaongea, kaambia mimi niko Pemba, lakini nitakuunganisha na mtu mwingine. Kaniunganisha na mtu mwingine ambaye yupo hapo Unguja, lakini yaka kidogo mbio nyingi, ila kila kitu ambacho Mungu amekipanga kitatokezea tu, haijalishi ni leo, ni baadaye, ni kesho, ni mwakani, lakini kitatokezea. Nikaja kukutana na Abdurrahman Al-Abri. Abdurrahman Al-Abri akawa na kazi yake ambayo anataka kuifanya, na mimi nilikuwa nishajizoesha uandishi wa mashairi. Kwa hiyo akaniambia unaweza kuandika? Nikasema naweza. Ndio tukaandika. Kuandika kazi akaniomba na mimi nishiriki. Ndio, kwa sababu naamini aliona kitu kwamba kama naweza kuandika nikiwezeshwa hata kwenye kuimba naweza. Akaniambia naomba uimbe. Nikamwambia mimi sijawahi. Nikamwambia wewe njoo studio, utaweza na utaimba. Kwa kipaji chako kilianzia kwenye kuandika tu. Kuandika tu mashairi, na nilikuwa ni kujiburudisha, kuweka kwenye Facebook, au mtu akipenda niandikie na muandikia, lakini sikuwa na plani kabisa kwamba kuna siku kipaji changu kitanitangaza katika jamii, nitakitumia sehemu mbalimbali. Sikuwaza kitu kama hicho mwanzo, lakini imetokea hivyo, kwa kudra ya Mungu ambaye amepanga iwe hivyo, na imekuwa. Kwa hiyo tukafanya kazi moja na Abdurrahman Al-Abri. Na ilikuwa ni mwaka gani unakumbuka? 2000 kama sikose 16 mwishoni 17. Naam, taban. 16 mwishoni 17 mwanzoni. Tukafanya. Ndio kufanya hiyo kazi nikawa na hofu, nimeimba. Na nilimba katika hali ya woga. Nilimwambia producer sitaki awepo mtu studio, wachia rekodi wote, wakimaliza kurekodi jioni ya usiku mimi nitakuja. Kumbuka nilifanya kwa Mbrana, akaniambia sawa, mimi nitaondosha wote, utakuwa wewe tu. Asapo kwa hofu yako, mara hata yule producer unamtoa. Sikumtoa, alielewa kwamba mimi ni mgeni na nakufia kitu gani. Na alhamdulillah, Amrani katika mtu ambaye amenishika mkono sana. Mashallah, amekulea. Amenilea na bado anaendelea kunilea, na katika mtu ambaye anaendelea kumheshimu sana katika tasnia. Akanirekodisha pale, tukamaliza kama saa 4 usiku kwa gari yake, mafuta yake, bila kumlipa chochote. Akaniambia nakurudisha. Mashallah. Nikuonyesha kwamba amependa nilichokifanya, nataka niendeleze kukifanya. Baada hapo nikaana hofu, nimerekodi. Lakini tafadhali usinitangaze umeimba na nani. Jitangaze wewe tu. Yule ambaye nimefanya naye Abdurrahman Al-Abri, nikamwambia wewe jitangaze wewe tu, umefanya wewe. Lakini mtihani sauti ni mbili. Akawa anaulizwa kule radio, akapeleka. Mbona hawa ni wawili, huyu mwingine ni nani? Ni nani? Kanaambia bwana mimi nitakutaja, usinitaje. Maswali yamekuwa ni mengi sana maana yake. Mwisho wa siku ikando sina namna, nijulikane tu, nikajulikana kupitia hapo. Kwa hapo sasa jina la Shaqiq Al-Jamil katika Nasheed ikaanza kudhihiri. Kaanza kwa kusikika, lakini kumjua ni nani hakunijua. Baadaye ndo nikaendeleza harakati kwenye matamasha, tukaanza kuonekana kumbe ndio huyu. Licha ya ile kushawishiwa na baadhi ya marafiki zako kama hivyo, lakini pengine baadaye ukaamua kuingia katika tasnia hii kwa malengo maalum. Labda tungepata kuyajua sasa malengo makuu. Chini yake pia bila shaka kuna kuwa na malengo yale madogo madogo, lakini lengo kubwa lilikuwa ni lipi? Hadi sasa unasimama katika malengo gani? Naam. Malengo yangu mimi kwenye Nasheed ni mawili tu. Naomba niweke wazi na mtu afahamu. Na likitokea la tatu basi taangalia haraka, yani nyakati zinavyobadilika naweza nikaingiza na lengo kama nyakati zinabadilika katika upande huu. Lengo la kwanza ni muonekano wenyewe wa sanaa
nashidi kwamba iko kidini kwa hivi kulingania kufikisha ujumbe, kukanya, kukemea na kuelimisha. Kwa hiyo mimi nimesimama katika lengo hilo kuu. Lakini lengo la pili, nashidi ni sanaa. Mfumo wa sanaa yote duniani ni biashara. Sanaa ni biashara. Kwa hiyo lengo la pili, ikitokea fursa ya kibiashara kupitia sanaa hii nitafanya, kwa sababu sanaa ni biashara. Kwa hiyo malengo ni mawili, kwanza kulingania, kuelimisha, lakini pia kutumikia dini kupitia sanaa. Na katika lengo hili la mtazamo huu wa sanaa wa biashara, sijui tayari umeshapata angalau chochote katika upande huo? Unapata chochote, unapata biashara. Nakumbuka nilishapata miaka mingi nyuma, lakini nilikuwa na lengo moja tu. Nilikuwa napata, lakini nikiamini kwamba nimelipwa, lakini sikujua kwamba ni biashara. Yaani hili lengo jipya limekuja miaka karibuni kwamba kumbe hii ni biashara. Na nilipata mafunzo tarehe 26-27 mwezi wa 7. Kwa taasisi moja iliandaa mafunzo ya chapa binafsi kwa wasanii. Mafunzo inaitwa chapa binafsi kwa wasanii. Kwa nikapata elimu ya kutosha kwamba kumbe hiki ninachokifanya nikifanya kwa serious, bali ya jamii kuelimika, hata mimi naweza kwenda kunufaika. Kwa hiyo nikafanya semina siku 2, nikapata na cheti, na semina ilifunguliwa na waziri wa biashara Zanzibar kwamba ilikuwa ni jambo kubwa. Lakini pia ikafungwa na ni mrajisi wa Baraza la Sanaa na watu wa hakimiliki wale Kosoza mwakilishio. Kwa hiyo ni semina kubwa ambayo haikuwa ni ndogo, maana wizara kama wizara kufungua semina na watu wa hakimiliki na sanaa wakafunga, jambo kubwa. Na katika fani hii ya nashid, role model wako mikoa ni nani? Sababu kila mmoja anakuwa naye mtu ambaye anamshawishi sana katika ufanyaji kazi wake. Sasa kwa upande wako sijui ni nani ambaye pengine kwa wakati ule ulipendelea sana kumuiga, ama kwa sasa ni nani ambaye anakushawishi? Mimi naweza kusema kila ambaye anafanya kizuri katika nashid, huyo ni role model wangu, kuanzia uimbaji na maisha yake ya nje ya nashid. Huyo ni role model wangu. Siwezi kubezi kwamba ni mtu fulani. Nyakati zinabadilika na kila siku wanakuja watu wapya na wanaimarika. Kwa hiyo ukisema kwamba nakaa na huyu, mwisho siku utaonekana huyu kigeuyo. Basi nikajua utamtaja hapo Ahmed Bukhatir, sababu ndiye ambaye siwezi alikuwa na nyakati nzuri miaka hiyo. Lakini sisi kuna wapi ambao ni bora, za kwake zinaishi, lakini kuna watu wanafanya vizuri. Kwa hiyo mimi kila ambaye anafanya kizuri katika nashid, huyo ni role model wangu, hata huyo ameanza leo. Inaonekana unatumia ule usemi wa aliyewahi kuwa rais wa Tanzania, kwamba kila zama na kitabu chake kabisa. Kwa sababu kila zama kuna watu ambao wanafanya bora zaidi. Na mabadiliko yanaonekana tofauti na ya nyuma. Kwa hiyo siwezi kusema bana mimi ni Ahmed Bukhatir ndo role model wangu, wakati pengine katika sanaa, pengine hata duniani ameshaondoka, pengine bado yuko hai, bado. Kwa hiyo role model wako kwa kufundisha nini? Ashafariki, tuonekana naye huyu kituko. Lakini kumbe kuna watu Waswahili wenzetu wanafanya makubwa. Makili ni kuenda na wakati. Lakini kwa upande mwingine sasa, Moshid wamekuwa ni wengi sana Tanzania, alhamdulillah. Kabla ya hapo ilikuwa ni kimataifa, maana kisa hivi alhamdulillah Zanzibar, Tanzania kwa ujumla tunao wengi sana. Ni kipi ambacho kina kutofautisha pamoja na Moshid wengine? Utofauti wako uko wapi? Utofauti wangu hasa kwenye jina tu ni utofauti kwamba kuna Shakiki, kuna na yule. Kwa hiyo hapo utofauti ushaonekana. Utofauti mwingine unakuja katika utendaji sasa, kwamba huyu anafanya hivi, huyu anafanya hivi. Haya mafunzo ambayo nimekwambia yameniboresha, kwa sababu nilijiona ni mtu ambaye nafanya sanaa kwa nguvu kubwa, lakini sina hatua ninayo piga. Lakini kumbe kuna elimu tu nikiipata naweza nikafanya vitu vikubwa kwa muda mfupi tu na vikaonekana kumbe huyu ana kitu hichi. Niseme alhamdulillah, elimu ambayo nilipata hii semina siku 2 imenifungua vitu vingi sana, na sitaki kuja kuongea mengi waonekana kwamba aliahidi hakutekeleza. Nataka waone yanayokuja kwa upande wa tasnia, wataamini kweli huyu alipita kwenye msasa fulani ambao umemsafisha, sasa amekuja katika muonekano. Kwa hiyo yajewe anafurahisha ni sana kabisa. Yani naweza kusema ni sana kabisa. Babu, kimoja ambacho nimekiona katika changamoto zetu nashid tunafanya kwa ile kuona kwamba fulani amefanya na mimi nafanya, ile taaluma kwamba fanya hivi iwe hivi, utaratibu ni huu. Hatuna utaratibu. Tungeupata mapema
hii tasnia ingekuwa iko mbali sana. Lakini tunafanya kwamba na rafiki yangu anafanya, atanielekeza mukaddima ni hivi, verse ni hii, chorus ni hivi, background ni hizi, lakini kuna taaluma nyingine nje ya nashidi. Wewe ujitambue ni nani, unafanya nini, unaishije na jamii yako, uwe na kauli gani kwa mashabiki na jamii. Kwa hiyo yote yanakujenga katika hatua kwa hatua. Muhimu sana tuwe na taaluma katika ambacho tunakifanya. Naam. Mashallah, shukran sana. Natamani sana kuuliza swali, lakini nahofia huenda nitakupa wakati mgumu kidogo idadi ya nashidi zako, sababu nadhani ni nyingi tayari, lakini labda ungepata kututajia angalau majina ya nashidi angalau 2-3 inshallah. Kuna nashidi ya kwanza kufanya mimi nitoa mitihani, Tushikamaneni, kuna yatima, kuna tuwahurumie, kuna kwa nini, kuna nani kama mama, kuna angelikuwepo mama, iko nyingine dunia, utakuona lini, toa, maghfira, mashallah, kuna tutubieni, kuna enjoy, kuna ni wewe. Ni nyingi sana, nyingi sana ambazo itanibidi lakini kwa upande mwingine hapa tukiwa tunatumia sasa mitandao hii ya kijamii, lakini pia tukiwa tupo katika jamii, pengine kuna nashidi maalum au moja au mbili ambazo unaziona kwamba zimekuwa zimependwa zaidi, pengine ukiangalia katika mitandao ya kijamii na kuwa namba imekuwa ni kubwa zaidi, nashidi gani katika zile nashidi ambayo inapendwa na inapendwa kweli? Mimi nilikuwa nachukulia kwa udogo, lakini inapendwa na enjoy hii, na enjoy inapendwa. Mwisho ni jana usiku, kuna mdau amenitafuta, kuna tamasha hapo mbeleni, utakuepo? Naomba nitaangalia. Ukija naomba nashidi fulani, yani sijafika siku anaomba kabisa, na request ya nataka hii hapa na enjoy. Mashallah. Kwa hiyo ni nashidi ambayo hata katika namba zake kwenye mitandao kwa muda mfupi niliona ilipata namba kubwa sana. Ndani ya siku moja nikaona kwamba hii kazi imependwa kweli. Lakini pia hata kwenye majukwaa nikienda nasema kweli hii inapendwa. Kwa hiyo hiyo naweza kusema imekuja kunionyesha kizuri kinajiuza. Mashallah. Na nimeona nashidi yako moja ambayo umeshirikiana na vijana kuhusiana na masuala ya amani. Kuhusiana na masuala ya amani, na nikapenda sana kwamba tuitumie kwa ajili ya kuwatazamisha hata wafuatiliaji wetu inshallah kupitia kipindi hiki. Unasemaje katika hili? Lakini pia nashidi ya amani, sijui kama ni mwenyewe umeiandaa au pengine kuna wewe umeshirikishwa tu? Nashidi ya amani ni ya kwangu na ziko 2 inshallah. Nitanguliza video moja wiki moja inayokuja, masiku kadhaa nitaachia na video ya pili, siku 2, na ni miliki ni mimi. Hii ya kwanza ambayo nimeitoa, hii ya pili ni Baraza la Vijana Zanzibar, ambayo itatoka ni ya Baraza la Vijana, lakini pia kwenye umiliki wataridhia pia iwe ya kwangu, sababu wao wanachotaka ni ile message yao tu ifike basi. Naam. Basi inshallah tunaomba uturidhie kuitazama hii nashidi ya amani. Inshallah baada ya hapo tutaendelea. Naam mtazamaji, basi huyo ni Shaqiq Al-Jamil akiwa anaeleza mengi sana kuhusiana yeye katika kile ambacho anakifanya katika tasnia hii au sanaa hii ya nashid. Mashallah. Na moja kwa moja sasa tuiangalie nashidi ya amani ambayo bila shaka itatupatia ujumbe na ukumbusho muhimu, hususan katika wakati kama huu tukiwa tunasema kwamba ni ahdu salam, zama za amani. Kwa hiyo hakuna mmoja ambaye hapende amani, bila shaka kila mmoja anapenda amani, na sote tufanye juhudi katika kuhakikisha kwamba amani inadumu katika nchi zetu hizi, amani inadumu katika ulimwengu, ili basi kila mmoja aendelee na maisha yake katika hali iliyo bora. Hatimaye basi ikifika siku yake ya mwisho kuondoka, basi aondoke katika hali ya usalama. Inshallah tuiangalie nashidi hiyo ya amani, imesomwa na Shaqiq Al-Jamil akiwa na vijana hapo. Kwa umakini zaidi tuifuatilie inshallah. Amani, 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 amani. Tulinde, tudumishe, tuenzi amani. Tuilinde amani. Sote tushikamane. Amani, amani. Tulinde amani.
ikitoweka sana wataoteseka, ni wana wadogorika na kina mama. Tutakuwa kwenye shida, je hiyo kwetu faida? Hata kufanya ibada muda hatuna. Kila leo tunaona kwenye nchi tofauti amani imekosekana, vifo vimeshika chati, kutwa kucha wanahama, hifadhi tapata wapi? Kwao hawa tungesoma, amani tuidhibiti. Tusirubuniwe, tusinunuliwe kwa senti, tukatae rushwa, na wamoja tuwe tuilinganie amani kwa yetu maisha. Tulinde, tudumishe, tuenzi amani, tuilinde amani, sote tushikamane. Tudumishe, tuenzi amani, 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 tulinde amani. Wapo wenzetu wenye ulemavu tujueni, wakwao utu zikija vurugu mashakani. Kilio chetu kwa pamoja, tulinde amani, taifa letu liendelee lisibaki chini. Milipuko ya maradhi, nchi kukosa huduma, wana kukosa wazazi, ujane kwa kina mama, nchi kuwa na simanzi kwa vilio huzizima. Tukatae wachochezi wasotutakia mema. amani ni tunu, wengi watamani. Amani muhimu na tuitunzeni, ni letu jukumu, yule wewe mimi. Amani idumu, tulinde amani. Tuilinde amani, bara na visiwani. Ewe Mola Manani, tulindie amani, wengi waitamani, tusiichezeeni. Si bidhaa jamani, kubwa yake thamani. Ndugu zangu, tuihubiri, tuinadi na tuipiganie amani, tuithamini, tuienzi na tuihifadhi kama mboni. Amani kwetu ni taa, tusiishi gizani, na amani sio bidhaa, haipatikani dukani. Tukatae chuki na mifarakano, uendelee umoja, upendo na mshikamano. Amani ni urithi, tumerithi na turithishe. Mashallah, ni nashidi hiyo safi kabisa, nashidi nzuri, nashidi yenye ujumbe mzuri muhimu, na bila shaka kila mmoja anatakiwa kutafakari juu ya ukumbusho na ujumbe huu, kwa sababu amani jambo ambalo halina mbadala. Amani ni jambo ambalo kila mmoja kama tulivyosema analihitaji. Kuna wakati mwingine nchi zetu au nchi za wenzetu ambazo zimekosa amani, unakuta kwamba kuna shida kubwa sana ambayo inajitokeza ama inatokea, na kuna wakati mwingine unamkuta mama au baba amebeba watoto wawili watatu, huko amebeba godoro, huko amebeba pengine mifugo yake na masuala mengine kama hayo. Yote hiyo ni kuashiria kwamba amani kitu muhimu mno, na hususan katika wakati kama huu ambao tunafaa zaidi kuchunga ndimi zetu, kuchunga mikono yetu. Na Muislamu bora ni yule ambaye Waislamu wenzake wamesalimika kupitia au kutokana min lisanihi wa yadihi, lakini kupitia au kutokana ulimi wake na mkono wake. Msalimishe Muislamu zako kutokana na ulimi wako, lakini pia kutokana na mkono wako, ili basi nawe upate usalama mbele ya watu, usalama mbele ya Allah siku ambayo utaondoka hapa duniani. Inshallah tuendelee na maongezi yetu, ingawa muda pia unatuacha mkono, lakini inshallah angalau utapata kujua zaidi mawili matatu kuhusiana na kijana wetu huyu ambaye tuko naye leo hii, Shaqiq Al-Jamil. Shaqiq, tumerudi tena baada ya kuangalia na shida hiyo ya amani. Labda tungepata kujua sasa matamasha haya ambayo yamekuwa yakiandaliwa mara kwa mara, alhamdulillah, katika miaka hivi karibuni, na tunaona kwamba yamekuwa ni mengi sana.
mengi sana. Unahisi kwamba yanaleta mko gani katika sanaa yetu hii ya nashid, na pengine unahisi kwamba yana mchango mkubwa kujiendeleza fani hii? Kwa upande wa mafanikio wa matamasha ni kuonyesha kwamba tayari sanaa yetu ina mashabiki nje huko. Ndio maana hata tunapofanya matamasha mwitikio unakuwa ni mkubwa, lakini pia ni kuonyesha kwamba tunachokifanya kina faida kwa jamii. Sababu mtu ambaye anakuja pale ana elimu anapata, kuna mafunzo anaondoka nayo. Kwa hiyo ni mafanikio ambayo tumeyapata, na matamasha yanaonyesha kwamba tayari tunachokifanya kina tija kwa jamii. Tuendelee kufanya. Na kwa upande mwingine tunaona kwamba sanaa hii ya nashid sasa imekuwa ikitumika katika masuala mbalimbali ya kijamii na kitaifa kwa ujumla. Katumika unakuta hafla mbalimbali za kitaifa inatumika nashid. Hili lilikuwa ni rahisi kwa namna gani, au pengine lilikuwa na uzito wa namna gani hadi kufanikiwa kuweka nashid katika hatua kama hii? Na labda utabiri wako ni upi katika fani hii nashid katika siku zijazo? Naomba niongee hapo. Katika kitu ambacho tulikuwa tunakosa katika nashidi, tulikuwa tuna bezi tukiamini sisi tuna bezi katika dini tu. Yani tulikuwa tumejiweka hivyo kwamba sisi kwenye matamasha dini tunakwenda, lakini kumbe kuna matukio mengine ambayo sanaa yetu inahitajika, ila tukijiweka nyuma sisi ndio hatukuwa tukiitwa. Na mimi mwenyewe ni muhusika katika majambo kama nimekuwa nikifanya sana mafunction kama hayo. Hata tarehe 26 mwezi uliopita niliperform katika hizi ziara za Mheshimiwa Dr. Mwenye. Alikutana na makundi maalum nikaperform, na si mara ya kwanza kuperform mbele yake, kuonyesha kwamba tuna kitu tunakifanya. Nakumbuka mwaka jana siku ya vijana duniani niliperform pia. Wakati nimekwenda kumpa mkono aliongea kwa uchache tu kwamba sanaa yenu unaitambua, endeleeni kufanya sanaa. Nikaondoka pale kichwani na anaitambua vipi? Anafuatilia, lakini sina shaka anazijua kwa sababu anapata muda wa kutulia naye kwenye kioo, anaona hata kama atashindwa kujua huyu ni nani, lakini sanaa anaifahamu. Anaweza kuuliza ni sanaa gani, akaambiwa. Lakini pia nilio kufanya kazi mimi miaka nyuma ya kipindi anaingia madarakani, ikapata kusapotiwa, ikapostiwa mpaka akaunti ya Ikulu Habari, ambao ni ukurasa rasmi wa taarifa za Rais Zanzibar. Kwa hiyo ikaripostiwa miaka hiyo ya nyuma. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba ninachokifanya pia na mimi kwa upande wao kimefika. Matamasha yani matukio ya kitaifa haya ni mazuri sana kama tutatumilia. Kwanza yatatuwezesha sisi kuziendeleza hizo harakati zetu pasipokuwa na ugumu. Kuna nyenzo ambazo utazipata za kutosha, uwezeshwaji tofauti na kwamba unakwenda kwenye tamasha letu tunafanya lakini unakuwa kimaslahi inakuwa ni madogo sana kiukweli, niko chini sana. Barabara. Na watazamaji wako, wafuatiliaji wako wajiandae na nini kwa sasa? Upande wangu mimi naendelea kuambia tu kwamba nimekaa kimya yani muda mrefu sana, na kimya hiki kilikuwa na sababu zake, ikiwemo kujifunza na kuisoma kabisa hii sanaa. Lakini kwa sasa niseme nimekuja inshallah katika tasnia kwa mara nyingine tena, na matarajio yangu ni kufanya makubwa kuliko niliyofanya nyuma, na inshallah tofauti wa nilipotoka na nilipo na nitakapokwenda utaonekana inshallah. Mashallah. Basi nikajua ulivyokuwa kimya, nikajua labda majukumu yamekuzonga sana kiasi kwamba pengine tayari una wake 4. Namna vile ulivyozongeka. Hapana, au hata mmoja hauna? Hata mmoja hayupo bado. Inshallah Allah kufanyie pesi. Kila kitu kinakuja na muda. Mimi haukuwa na mambo mengi sana. Alikuwa na matatizo kidogo ya familia, kwa nauguliwa na mzee kuna kipindi. Kwa hilo lilikuwa la namba 1, lakini la pili unaambiwa ili uwe bora jifunze kwa wenzako. Bila shaka. Yani muangalie Sheikh Saidi anavaje. Amevaa kanzu yake amenyosha pasi. Pengine wako ulikuwa unavaa lakini haunyoshi pasi na unyosha pasi. Sheikh Saidi anavaa kanzu nyeupe anapendeza, ulikuwa unavaa rangi kijani na unavaa nyeupe. Yani alikuwa anatumia wakati huo peruzi huku na kule. Mashallah. Ukafanya kile amejifunza. Na kwa namna gani watakupata ama wanakupata mashabiki zako? Pengine kupitia hii mitandao ya kijamii, kwa mitandao gani unatumia, lakini pia mawasiliano yako ya simu? Sawa. Kwa upande wa mitandao ya kijamii kama YouTube na mtandao wa kisasa wa TikTok na Instagram natumia official_Shakik. Official Shakik ukiandika vitu nakuja, lakini official_Shakik. Lakini kwa upande wa namba za simu unapatikana kwa Zantele Zamani 911166. Yani Zantele Zamani 911166 kwa ushauri, maoni, lakini pia
hayo tuliyozungumza kwamba nashidi za kibiashara iwe ni shirika, taasisi au mtu binafsi, mashallah, mashirikiano pia, namba ni hizo. Asante ile zamani 911166. Mashallah, shukran sana Sheikh kwa kukaribia, kwa kuja hapa katika studio zetu, lakini pia shukran sana kwa maelezo mengi ambayo bila shaka yenye faida ambayo umetupatia, na tunaamini kwamba itakuwa ni mwanzo lakini ni muendelezo pia, sio mwanzo na mwisho. Inshallah kuja hapa kwa ajili ya kuzungumza na jamii, hususan wafuatiliaji wa Istiqama Swahili TV. Inshallah mimi naweza kusema kila nitapoachia kazi mpya inshallah, iwapo kutakuwa na nafasi kuja kuitambulisha, tutafurahia ile inshallah. Naam, mtazamaji, basi huyo ni Shaqiq Al-Jamil, kwa jina hili ambalo limekuwa likimpatia umaarufu mkubwa zaidi, na tunaamini kwamba umenufaika, umestafidi na kile ambacho umekitangaza hapa, na alhamdulillah binafsi nashukuru kumfahamu, lakini pia nashukuru kwa kujitambulisha na kujitangaza zaidi kwa kile ambacho anakifanya katika tasnia hii ya Nasheed. Basi kabla ya kuaga moja kwa moja, ni kuombe kwa mara nyingine tena tu kusubscribe, lakini pia kulike na kadhalika share, sambaza kwa wengine link zetu kwa ajili ya kupata maelezo, kupata matangazo, lakini pia kupata vipindi mbalimbali ambavyo vitakuwa ni vyenye manufaa kwa upande wa dini na kijamii kwa ujumla. Lakini kama utakuwa na maoni yote, basi tuache katika comment hapo, inshallah tutafanyia kazi maoni yako, ili kwa lengo la kuweza kurekebisha pale penye mapungufu yanawezekana kurekebishika, lakini pia kama penye shukrani, basi taendelea kufanya vizuri zaidi kwa ajili ya kukustafidisha ama kukunufaisha na kile ambacho tunakitangaza hapa kupitia Istiqama Swahili TV. Basi sina la ziada isipokuwa na kushukuru sana kwa ushirikiano wako na ufuatiliaji wako ulio bora. Tukutane katika kipindi kijacho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa'adhin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir يأتينا من كل فج عميق. Huu ni wito kwa Waislamu wote kuelekea kwa Mola wao kutekeleza ibada ya hija. Msimu wa hija umefika. Safari ya kiroho inayobadilisha maisha imefunguliwa. Je, umewahi kujiuliza ni vipi utaitika wito wa Mola wako? Zanzibar Istiqama Charitable Organization ni wakongwe wa kupeleka Uislamu kutekeleza nguzo ya 5 ya Uislamu kwa usahihi, utulivu na huduma iliyo bora yenye kuridhisha. Kwa nini usisafiri nasi? Miaka 25 ya uzoefu wa usafirishaji mahujaji. Semina muhimu zinazoongozwa na mashekhe wabobezi kabla ya safari na mkiwa safarini. Malazi mazuri katika hoteli zilizo karibu ya misikiti ya Maka na Madina. Huduma ya buffet kwa chakula mara 3 kwa siku. Visa tuachie sisi. Usafiri wa ndege ya moja kwa moja kwenda na kurudi. Madaktari wabobezi muda wote wa safari. Chanjo zote kwa mahujaji. Ziara za maeneo ya kihistoria Maka na Madina. Huduma za kuchinja. Usafiri wa treni kutoka Maka mpaka Madina kwa muda wa masaa 2.5 badala ya masaa 8 kwa usafiri wa basi. Huduma zote hizo ni kwa gharama ya dola 6700 tu. Nafasi ni chache, wahi hivi sasa. Jina lako lisio miongoni mwa waliochelewa. Jiandikishe leo. Kwa mawasiliano zaidi, fika ofisini kwetu Raha Leo mbele ya msikiti wa Jumuiya ya Waarabu, au wasiliana nasi kwa namba hizi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak.